Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, Mheshimiwa Manaibu Katibu Wakuu, waheshimiwa wajumbe wa kamati kuu ya chama, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Jumuiya ya Kigoda cha Kina Mama, Mheshimiwa Katibu wa Kigoda cha Kina Mama, Mheshimiwa Sisti Nyahoza, msajili msaidizi kutoka ofisi ya msajili, ndugu waandishi wa habari, leo ni siku yetu ya kwanza ya kikao cha kamati kuu ya chama cha National League for Democracy. Kikao chetu kitaanza kwa mafunzo ya viongozi wa chama, kwa maana ya wakurugenzi wa secretariat ya chama, lakini pia na wajumbe wa kamati kuu na watendaji wa makao makuu na ofisi kuu kwa upande wa Zanzibar. Mafunzo haya yanalenga ufahamu wa mambo mbalimbali yanayohusu sheria ya uendeshaji wa vyama vya siasa, sheria ya gharama za uchaguzi, namna ya kujibu masuala mbalimbali yanayotokana na mkaguzi wa hesabu za serikali CAG. Lengo ni kuweka ufahamu kwenye uongozi wa chama na wawe wataalamu wa ujenzi wa chama pamoja na kufuata taratibu za nchi. Kwa hiyo leo tutakuwa na siku ya kwanza ya mafunzo. Lakini kwa taarifa tu, Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe wa kamati kuu kwa mujibu wa katiba yetu ni wajumbe 17. Kwa mujibu wa katiba yetu. Zanzibar tunao wajumbe 6 na upande wa bara tunao wajumbe 11 kutokana na wateule wako wa nafasi mbalimbali katika kurugenzi za chama. Kwa hiyo wajumbe waliopo hapa waliohudhuria hichi kikao kwa sasa ni wajumbe 15. Tumemisi mjumbe mmoja tu ambaye hajafika katika eneo hili. Kwa hiyo uhalali wa kikao kwa mujibu wa katiba ni wa 99 sasa nukta zake. Kwa hiyo maamuzi yatakayoendelea katika kikao hichi kwa mujibu wa katiba yatakuwa maamuzi halali. Lakini ni waarifu wa Tanzania kupitia mkutano huu, kabla huja ufungua mkutano kikao hiki cha mafunzo na kamati kuu, niwaambie wa Tanzania jambo muhimu kabisa. Tunashuhudia mitandaoni kuna maongezi yanaendelea mitandaoni, sio wanasiasa. Mitandaoni kuna mambo yanaendelea ya wanaojiita wanaharakati kwamba wanataka kufanya kitu ambacho kwa upande wetu kwa kipindi hiki sio sahihi. Wanasema wanataka kudai katiba, wanadai kutaka maandamano ya kudai haki zao. Kimsingi serikali imeshatoa tamko na watu wengi walikuwa wakituuliza nini msimamo wenu juu ya tamko la waziri kule bungeni. Sisi mtazamo wetu, na mwenyekiti yupo hapa, chama chetu ni chama ambacho kinafuata sheria, taratibu na kanuni. Kwa hiyo jambo lolote ambalo linapingana na kanuni na taratibu na sheria, chama chetu bila kutuulizwa swali hakiwezi kufanya hiyo kazi ambayo inakiuko taratibu. Sasa tumesikia serikali imetoa matamko ya kusitisha shughuli za mikutano, sio shughuli za kisiasa. Na hili lieleweke sana, kwa sababu wananchi wengi wanachoandika sicho kilichozungumzwa. Imesitishwa mikutano, sio shughuli za kisiasa. Shughuli za kisiasa zinaendelea, na leo hapa sisi tuna kamati kuu ya chama cha National League for Democracy. Kwa hiyo iliyositishwa ni mikutano ya hadhara, na nimefurahi waziri mkuu juzi na jana amekuwa akizungumzia hilo kwa ufasaha zaidi. Akasema tumesitisha kwa sababu ya movement ya watu ambao hawalitakii mema taifa. Tarehe 7 wanasema watafanya maandamano na kuharibu mali za watu, lakini baada ya tukio hilo kuanzia tarehe 10 tukijiridhisha kwamba hali ya usalama iko vizuri, shughuli za kisiasa kupitia mikutano zitaendelea. Kwa hiyo sisi kama chama hatuwezi kushikilia jambo hilo
kwamba ni tukio la kitaifa tulizungumzie. Kitu ninachowasihi wa Tanzania na wanasiasa wenzangu, kwanza wasijitokeze tarehe hiyo iliyotangazwa kwenye hayo maandamano, kwa sababu serikali imeyakataza. Lakini niwaombe wa Tanzania, watu hao wawatazame kwa macho zaidi ya mawili, kwa sababu kilichotokea tarehe 29 kila Mtanzania amekishuhudia. Kama kuna Mtanzania anatamani tena, maana yake huyo sio mwenzetu. Kuna haja ya msingi wa Tanzania waweze kuwaepuka wanaharakati hao au mwanasiasa yoyote ambaye ana mlengo wa kuturudisha tulikotoka, basi Watanzania wanapaswa kumwepuka na kukaa naye mbali. Haya nimeona niweze kuyatanguliza kwa Watanzania, na sisi chama chetu hakiko tayari kuunga mkono chama chochote cha siasa, kikundi chochote cha harakati kushirikiana nayo katika movement zinazoendelea katika taifa letu. Sisi tutasimama pamoja kwa ajili ya kulinda usalama wa taifa letu na kulinda Watanzania kwa mujibu wa sheria. Ndugu waandishi wa habari, ndugu viongozi wa kamati kuu, awali ya yote kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kutufikisha hapa tukiwa wazima wa afya. Alhamdulillah, tumependeza chama. Na la msingi nalotaka kusema kabla ya kufungua kikao chetu, sisi chama cha National League for Democracy Tanzania ni chama halali, chama kimesajiliwa, hatufati mrengo wa mtu yoyote au chama chochote. Sisi tunasema NLD haitoshiriki katika maandamano yoyote ambayo yamepangwa na mtu yoyote katika nchi hii kuchafua taswira ya nchi yetu. Uchaguzi umekwisha na aliyeshinda tumemuona au ametangazwa, sisi tumempongeza kwa sababu ni mshindani wetu alikuwa. Lililobakia tumwachie aliyoshinda ajipange kuongoza na kuleta maendeleo ambayo aliyakusudia, aliyoanadi katika kampeni. Kwa hiyo sisi NLD tunawaomba wananchi na wanachama wa chama cha National League for Democracy wasijitokeze siku ya tarehe 7 kama inavyotangazwa na watu. Kama msemaji mkuu wa chama, nasema chama hakitambui maandamano hayo, wala sisi hatutoshiriki katika maandamano hayo. Chama na viongozi wake na wanachama wake wote na pia wananchi tunawaomba wasishiriki, kwa sababu ni maandamano haramu, yamepigwa marufuku na serikali. Hilo la kwanza. La pili, tunawaomba ndugu zetu ambao watakaopata mafunzo hapa au sote kwa pamoja tuwe wasikivu kuyasikiliza yale yote ambayo tutakayopewa na wakufunzi wetu katika kipindi hicho tuchukua hapa, kwa sababu tunahitaji hayo mafunzo kutokana na hali tunayokwenda nao sasa hivi. Tunahitaji wataalamu katika chama ambao wanafahamu taratibu za chama, ambao watafanya shughuli zao za chama kwa uelewa, sio kwa kubahatisha, kwa uelewa. Ndio maana leo tukawaita wataalamu wetu waje tupe mafunzo hapa. Kwa hiyo ndugu zangu, na kuombeni sana tuwe makini katika kuwasikiliza wakufunzi wetu nini wanasema, na tuwe hodari wa kuandika na kuyatekeleza yale.